Karibu mpendwa mtazamaji wa vipindi vyetu vya ufalme na ukuhani. Tunaendelea na masomo au tafakari ya neno la Mungu. Ni ujumbe ambao nimeupa kichwa mafundisho ya usiku, lakini sitaeleza kwa urefu, ila nataka nisome tu alafu nikupe muda wewe pia kutafakari katika kile kitabu cha Ayubu, ile sura ya 33. Nianzie ule mstari wa 13, nitasoma pale. Nawe kwa nini kumnung'unikia Mungu, kwa vile asivyotoa hesabu ya mambo yake yote? Kwa kuwa Mungu hunena mara moja, na mara ya pili ajapokuwa mtu hajali. Katika ndoto na katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu. Katika usingizi kitandani ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili amondoe mtu katika makusudio yake na kumfichia kiburi. Yeye huzuia nafsi yake isiende shimoni, na uhai wake usiangamie kwa upanga. Yeye hutiwa adabu kwa maumivu kitandani mwake, kwa mashindano yanayoendelea daima mifupani mwake. Hata roho yake huchukia chakula, na nafsi yake huchukia nyama nzuri. Nyama ya mwili wake huliwa isionekane, na mifupa yake isionekane yatoka nje. Naam, nafsi yake inakaribia shimoni, na uhai wake unakaribia waangamizi. Mkalimani mmoja katika elfu, ili kumwonyesha binadamu hayo yampasayo, ndipo amwoneapo rehema na kusema, mwokoeni asishuke shimoni. Mimi nimeuona ukombozi. Nyama ya mwili wake itakuwa laini kuliko ya mtoto, huzirudia siku zake za ujana wake. Mungu akubariki sana. Tafakari maneno hayo, wakati mwingine tutaingia kwa undani. Amen.